Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Jamani, assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sauti ilikuwa ndogo kidogo, ilibidi muwe na paa. Awali ya yote tumshukuru Mwenyezi Mungu mpaka hapa tulipofika, kuanzia tulipoanza mwanzo na ndugu yetu hapa Takito. Nafikiri watu wote wamejumuika hapa kwa ajili ya jambo kuu moja tu ambalo ni kufutari, lakini kufanya dua na watoto yatima. Nafahamu kwamba hii imekuwa ikifanyika mara kadhaa kwa watu wengine tofauti, mashuhuri na sio mashuhuri, lakini huu ni wito kwa dini yetu ya Kiislamu, lakini hata maisha ya kawaida ya kibinadamu. Inapaswa huu ndio uwe mwenendo ambao tunatakiwa kuishi, hasa katika mwezi sahihi kama huu ambao tulikuwa nao. Kwa hivyo mimi nitaongea machache nikiwa kama mwaliko ambaye nimeunganika na ndugu yangu Takito, ambaye sasa yeye ndio mhusika mkuu wa ili jambo ambalo lipo hapa. Na kama mnavyoona amealika watu tofauti, wamealika wasanii hapa wa moto, kuna waandishi wa habari, watu wengine tofauti, lakini pia hajaishia tu hapo. Kuna viongozi wetu wa serikali, yupo mwenyekiti hapa, lakini pia kuna katibu wa mbunge ambaye yupo hapa anatuwakilisha vile. Ni kwa namna gani unaweza kuona jambo hili limekuwa lina wito wa kijamii, lakini wa kibinadamu, lakini wa kimaisha ambayo yako sahihi, mpaka unaona viongozi wakubwa kama katibu wa mbunge, watu wa serikali, lakini pia kuna mashehe ambao wapo hapa. Ni kwa sababu ya jambo hili la busara ambalo hata mimi binafsi yangu nilikuwa na mambo yangu ya kufanya, lakini alivyonipigia ndugu yangu kuniambia kwamba bwana Badloso, nina swala 1 2 3, kwanza damu yangu yenyewe ilisema kitu kama hichi naanzaje kukikosa, au naanzaje kusema bwana nina 1 2 3. Yani kuna vitu vingine haviwezi kupingika, ni kusema kwamba nina hudhuru ya kutokuenda kwenye jambo kama hili kwa ajili labda kwa kwenye mambo mengine. Kwa hivyo labda niseme tu karibuni sana, lakini mengi zaidi ataongea ndugu yangu hapa Takito. Karibu sana. Bwana, mambo vipi? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Mimi bwana sinawaga na majina mengi, wengine wananiitaga shehe, wengine wanaita msanii, wengine wanaita mwanamuziki, ila kwa mimi mara nyingi wanafanya hivi vitu kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. And the big thing kama alivyoeleza hapa mtu mzima Badloso, tumekuja hapa kwa ajili ya kuonyesha upendo mayatima na kuonyesha kwamba sisi wasanii tunaweza tukathubutu kuonyesha au kurudisha shukrani kwa jamii. Kwa hiyo hicho ndio kitu cha kwanza. Na kwa upande wangu mimi napenda kuwashukuru sana waandishi wa habari wote waliojitokeza na kukubaliana na swala kama hili, na wengine wamefurahia sana. The second thing nitaweza kushukuru ni upande wa viongozi wa kisiasa na kidini ambao wametokea hapa, lakini shukrani ya dhati kutoka moyoni mwangu namshukuru Mwenyezi Mungu ambaye yeye ndo mpangaji wa kila kitu. Namshukuru kwa kuweza kutujalia sisi afya na kuweza kutimiza hili jambo muda huu hapa. Kwa hiyo bila kuchelewa muda tumeshafanya vitu vingi, tumefuturu pamoja, alhamdulillah, nashukuru. Na wa appreciate sana kila mtu aliyokuwa hapa, ikiwemo wasanii wenzangu, wakiwepo waandishi wa habari, wakiwepo watoto wenyewe. Mimi ni rafiki sana wa watoto na wenyewe wanajua. Sometimes watu wanaona kama chizi, lakini watoto wanahitaji upendo na ukaribu wa hali ya juu ili waweze kukuambia hata kilichomo moyoni mwao. Kwa hiyo mimi watoto, hata ukiangalia katika social account zangu na posti sana watoto. Na the thing hapa nachokiona kimetimia ni wao watoto kufurahia uwepo wetu sisi wote tuliopo hapa. Maana hapa kuna watu maarufu, kuna wa moto, kuna ndugu yangu hapa ametoka Wasafi, Nick Mills, kuna waandishi wa habari wote hapa, sisi tutaje majina nikawamaliza. Naweza nikamsahau. Kuna wasanii wangu, huyu ni msanii wangu anaitwa unaitwa nani? J Brown. Yeah, J Brown ananiuzi hilo Brown hilo. J Brown yupo kuna wengi tu, kuna Kigamon Trend, kuna nani wengine ambao sijawataja, Middle Focus anapenda kula. Asante, leo nimejua. Kwa karibuni sana. Na kinachofuata sasa hivi ni kumkaribisha kiongozi ama shekhe, lakini pia ni kiongozi wa mtaa, mwenyekiti hapa. Kwanza aje atuonyeshe jinsi gani ambavyo sisi tumeonyesha nidhamu yake. Je, kuna sehemu tumeteleza au anaweza kutusifia vijana wake? Karibu sana mwenyekiti. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi kwa majina naitwa Kambi Sinde, ni mwenyekiti wa serikali ya mtaa huu wa Sokoni, kata hii ya Kibada. Karibuni sana jamani. Asante. Awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema ambaye ametufanya leo tuweze kukusanyika hapa tukiwa na furaha
katika kituo hiki cha Busara ambacho kinalea watoto yatima na wale mazingira magumu. Mimi niwashukuru sana walioliandaa jambo hili. Kwanza kabisa nimshukuru mdogo wangu Bwana Hassan Saleh Shibwana almaarufu sana Tokito. Kiukweli Mwenyezi Mungu akujalie kila la kheri na akufanyie wepesi kwenye mambo yako yote. Jamani, sio jambo dogo aliolianzisha hili Tokito. Hili ni jambo kubwa sana. Kwanza kupata fikra ya kusema pale kuna kituo cha watoto yatima na wale wana uhitaji, japo wa kukutana tu na sisi ambao tunajiweza kwa namna moja ama namna nyingine. Kwa hiyo tendo la kuguswa tu, na pili kualika wenzake. Ameniambia hapa kuna wasanii wa Singeli, kuna Bongo Movie na marafiki zake mbalimbali hapa, nao waje kujumuika kwenye jambo hili la kufuturu kwa pamoja na watoto hawa yatima ambao wapo kwenye kituo cha Busara. Kiukweli Mwenyezi Mungu amfanyie wepesi. Niwaombe ndugu zangu wote tuliokuwepo hapa na tuliokuwa nje ya hapa ambao hatukubahatika kuja leo kwenye iftari hii ambayo imeandaliwa na Bwana Tokito. Hili ni jambo la kuigwa. Hili ni jambo la kuigwa sana, kwa sababu hawa watoto yatima wanakosa malezi ya wazazi, wanakosa malezi ya wapendwa wao. Sasa tusipowathamini sisi, tusipowakumbuka sisi, tusipowajali sisi, hawa watazidi kuwa wanyonge na watajiona wapweke. Mwisho wa siku watajinyanyapaa, watajiona kama wakosa kwenye ulimwengu huu. Lakini tendo la sisi kuja hapa, kujumuika nao pamoja, kuja kula nao pamoja, kiukweli nao wanafarijika, wanaona nao ni sehemu ya jamii. Kwa hiyo niwaombe wale ambao hawapo hapa, basi nao waguswe, waje mtaa wa Sokoni kwenye kituo cha Busara ili kuja kutoa chochote kile walichokuwa nacho. Basi wakikosa angalau watakuja kujumuika nao pamoja tu. Hata ukiwapa biskuti watoto wao wanafurahi sana, ukikaa nao kwa pamoja watoto wao wanafurahi sana. Kwa hiyo tulikopo hapa, naomba ujumbe huu tutoe kwa wenzetu ambao hawakubahatika kuja leo, lakini na wale ambao waliokuja, tuige hiki alichokifanya ndugu yetu Bwana Hassan Saleh au maarufu Tokito. Kwa hiyo niwashukuru sana media zote zilizokuja hapa, ikiwemo Wasafi pamoja na media zote online TV na zinginezo nyingi ambazo zinafanya kazi ya kuelimisha jamii. Kwa hiyo niwaombe sana haya mambo tuendelee kuyatoa mara kwa mara, lakini pia niombe jamani, nisisitize sana amani kwenye nchi yetu. Nasisitiza sana amani kwenye nchi yetu. Tusihadaike na mambo madogo madogo. Nchi yetu inapendwa na watu wengi sana kwa sababu ya amani iliyokuwepo. Sasa isije wale wachache wenye choyo na nchi hii wakataka kuiharibu na sisi tukafuata ule kwa wale waharibifu. Niwaombe sana tuwe makini sana sisi vijana, na nchi hii itajengwa na vijana. Nimshukuru sana Mama Samia Suluhu Hassan kwa kazi anayoifanya, kwenye miradi ambayo anaifanya, kwenye kuwaelimisha Watanzania, lakini kuwatumikia Watanzania. Mwenyezi Mungu tujalie kila la kheri. Watanzania tuendelee kuwa na amani hii, tupendane, tusaidiane, tuwe kitu kimoja. Niwashukuru sana, asanteni sana. Asante sana. Huyo ni mwenyekiti, na kwa kuto kupoteza muda tutafanya zoezi la kuleta kila mtu alichojaliwa. Ukiachana na futari, kuna watu wameandaa zawadi, ikiwemo ndugu zangu Mrangi TV ana zawadi kwa watoto. Sasa namkaribisha Mrangi TV. Akitoka Mrangi TV atakuja Nick Mills, au kwa kuwa sababu Nick yuko hapa ana zawadi zake, basi aanze yeye, afu Mrangi TV andaa zawadi yako Suni, na yoyote alionayo aje. Sheikh na Sheikh, kabla ya hizo zawadi, Sheikh karibu sana. Basi haya Mrangi TV, basi njoo basi moja kwa moja. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibika nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kubwa sana tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ametuwezesha maazimio ambayo tumeyaazimia kuwaelekea watoto hawa mayatima ambao ni uhitaji, wana uhitaji mkubwa.
na tumshukuru mama yetu ambaye ameanzisha kituo hichi cha busara kwa kuumia kwake kuona watoto wanasumbuka na maisha ambayo walikuwa waishi na wazazi wao. Wazazi Mwenyezi Mungu amewatanguliza. Sasa ni jukumu letu sisi kuona kwamba kuna umuhimu wa kuwatizama watoto hao mazingira magumu pamoja na mayatima. Kwa hivyo ni jambo muhimu sana, na Mwenyezi Mungu Mtume sallallahu ameahidi atakaelea watima akisema nitakuwa naye pamoja peponi. Angalau vidole kawaida viko, lakini kataja vidole hivi, yani pamoja Mtume atakuwa nao mtu atakaelea mayatima. Sasa sio kuolea wewe pekee, baki pamoja na wewe umeshiriki katika hali kama hii, kuleta chochote, tumepeka chakula, tumefurahi nao, jambo muhimu sana. Lakini pia niguse kidogo, nishukuru kwa ajili ya haya mliyofanya, lakini pia kuna changamoto nyingine ambazo zisiwe hizi chakula tu. Watoto wanasoma hawa, na kila Jumamosi au Jumamosi wanakuwa na pesa za kwenda kutoa kwenye mitihani. Mtoto anatakiwa kila mtoto shilingi 1000 si mtihani. Kwa hivyo haya pia ambao mmeyafikiria mazuri, lakini pia pesa ya kwenda kwenye mtihani na watoto na wao wanataka wawe nayo. Lakini pia na walezi wao nao pia inshallah nao wanahitaji chochote ambacho cha kuwakimu. Kwa hivyo biidhnillah tunalitangaza hili kwa jamii mbalimbali, ni watizami watoto katika namna ya chakula namna hii, lakini kwa pesa zile ambazo za mitihani yao wanakwenda kila Jumamosi mtihani, kuna nutrition, lakini pia kuna na wao wakenda nyumbani, wakenda shule, wenzao recess, mapumziko wametoka, yule kenda kununua badia, yule kenda kununua pipi. Kwa hivyo hizo ni pesa pia tunazihitaji, na mtoto akenda shule na yeye aone kwamba kawa kama mtoto mwingine. Biidhnillah tunahitaji mambo kama hayo, muwatizame watoto katika mzungumko kama huo. Lakini la mwisho kabisa, natoa wito kuhusu sote sasa kwamba mwezi wa Ramadhani Mwenyezi Mungu amesema ayyama maadudat, siku za kuhesabika. Kwa hivyo tufunge ndugu zangu, siku zinakuisha, tuko na nusu sasa hivi. Wewe kule uliokuwa hujafunga utajuta, utajisikia vibaya siku ambao kesho Ramadhani imekwisha. Siku yako itakuwa ni nini wakati wewe ukufunga? Jitahidini swala na saumu. Allah tuwafikisha, awape malipo makubwa kwa ajili ya kuandaa iftari hii, na awafungueni katika maelezo na maeneo mbalimbali. Jazakumullahu khairan. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Muhammad, wengi wameweza kuniita Mrangi. Sababu kuna misafu na kuna juzuu 10 na misafu 3 kwa ajili ya hawa watoto yatima hapa. Na pia ningependa kujua kiongozi wa hiki kituo, kuna soda kidogo nataka nitoe. Sawa? Ningepata zile namba wanazopokea pesa, basi inshallah kufanya chochote. Kuna misafu hapa nimetoa kwa ajili ya mzee wetu hapo, mzee Chibwana. Hii hapa misafu 3 na juzuu. Inshallah nitakachokitoa Mwenyezi Mungu ndo anajua, kwa sababu dini inasema unapotaka kutoa basi hata mkono wa kushoto usijue umetoa kitu gani. Vijana wenzangu, tuendelee kufanya ibada, tutoe sadaka, kwa sababu tunaambiwa tutoe sadaka ambayo inauma. Mshaelewa vizuri sasa kwa sababu unaona hii ni Idi au hii mwezi wa Ramadhani huu, unafuturu tu mwenyewe, unafuturu iftari 7, iftari ngapi, lakini kuna mmoja anafutari miogo tu. Hebu siku moja jinyime. Sawa ndugu zangu, jinyime, nenda katoe mali, alafu rudi machoza kikutoka, wallahi utafanikiwa inshallah. Inshallah. Yeah. Okay. Jazakumullahu khaira, Allah walipe khairi. Natoa shukrani zangu. Mimi kwa jina naitwa Fatina Ibrahim Sinai, ni msaidizi. Mimi kwa jina naitwa Fatina Ibrahim Sinai, ni msaidizi wa mlezi wa watoto mayatima, mkuu wa kituo. Tunashukuru sana, Mwenyezi Mungu awalipeni, awazidishieni, awajalieni maisha mema, awajalieni mwisho mwema, awajalieni elimu yenye manufaa kwa Mwenyezi Mungu. Tunashukuruni, sisi tumefurahi sana tena sana. Naombeni msiishie hapo, tuna changamoto zetu nyingi ambaye ni tukabili. Sisi hapa tumepanga nyumba hii, mkataba unaisha mwezi wa 12.
Kwa hiyo utakapoisha kila mwezi itakuwa ni 500 ndio tutakuwa tunalipa. Kwa hiyo jamani, mwenye sehemu, mwenye eneo, naombeni mtusaidie ili watoto wetu wapate kustirika. Kwa hali hii sisi hatuna mfadhili. Hali hii sasa hivi itakaye tukabili kwa huko mbele, mwezi wa 12 utakapofika, tunajuta hizo hela tunazipata wapi, tutaishije, tutaendeshaje hichi kituo, naona. Kwa hiyo jamani, mwenye chochote, mwenye eneo atusaidie, na kama kuna mfadhili atusaidie. Si pia hatuna mfadhili, kituo chetu hakina mfadhili. Naombeni. Wa hadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Okay. Alafu pia jamani, tuna changamoto nyingine. Kuna mtoto tuliletewa na maustai wa jamii. Sisi kila kituo tunapokea watoto tunailetewa ambao wenye changamoto. Sasa huyo mtoto kapotea. Mpaka sasa hivi hajajulikana mzazi wake wala hajajulikana hata ndugu yake. Tuko naye hapa. Na sisi tumeona tumpeleke shule. Awa nasoma, alikuwa hasomi huko aliko. Naona muone Abduli Wahabi. Kama kuna mtu anemfahamu Abdul yupo? Abdul. Atakuja sawa. Wakati huo Nikmil, naomba uingie hapa. Bana, mambo vipi? Mimi sina maneno mengi sana. Nashukuru sana kwa kupata nafasi hii ya kuja kufuturu pamoja na ndugu zangu. Nilipopokea hii simu kutoka kwa Takito, sikuweza kuleta kigugumizi, nikamwambia mimi nitafika hapa. Lakini nikamwambia siwezi kuja mikono mitupu. Nimekuja na nguo na viatu. Okay. Kwa ajili ya watoto. Ni nguo ni nyingi sana hizi, kuna makoti, kuna t-shirt, kuna jeans. Nadhani utajua utaratibu wa kuweza kuwagawanisha wote pamoja. Kuna nguo humo, kuna viatu, kuna kila kitu. Mizigo yenyewe ndio hii hapa. Huu hapa. Huu hapa mama. Yes. Lakini pia sitoweza kuondoka hivi hivi. Nitachukua namba kwa ajili ya kama mnalipa namba, kama mna namba ya Tigo Pesa, M-Pesa, nitajaribu pia kushirikisha baadhi ya watu wangu wa karibu. Wataona namna ya kuweza kuchangia kodi, kama ni maji, kila kitu, uniforms, nini, na wapo watu najua wanaweza kufanya hicho kitu. Kwa hiyo swala la kodi hilo nadhani nitatafuta watu wataweza kusaidia. Chochote kitachopatikana mtaweza kuweka huko. Si ndio? Nashukuru sana kwa nafasi hii. Takito. Asante sana. Shukrani baba. Wallahi huyu ndugu yangu bwana, nimependa sana, na wengine ambao hawajapenda kujiainisha. Kuna mtu kanifuata chini kwa chini akanambia ana kiasi cha pesa atatoa, ni katika miongoni wa badiloso walokuja nao, na yeye ni mwanamke kaguswa. Naweza nikamtaja jina kwa sababu ni artist, uwe mfano ni wamejoin ni Imo na nani na Suzi. Karibuni basi hapa mbele. Imo na Suzi, na yeye msalimie kwa moto. Zungumza. Asalamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullah. Kwanza binafsi nimefurahi sana. Sisi ni wasanii wa Singeli, kundi pekee linalofanya muziki wa Singeli Tanzania na nje ya Tanzania. Tumeguswa kufutari na watoto wetu hapa. Mimi binafsi nimejisikia vibaya sana, lakini naahidi kutoa pea 10 za viatu. Pamoja na hiyo hela pea 10 ya viatu, kwa hiyo nitaleta hapa, sijajua tu namba, ila tu nitaleta kitakachomtosha. Basi sawa. Tuendelee kuwakumbuka hawa watoto. Tusifanye tu starehe huko, lakini tujue kabisa kuna watoto wameachwa, wanahitaji msaada. Batendelea tena. Basi tumekudi sure. Hapa wewe utazungumza kwa kidogo sawa. Hadi tufanyije Abduli leo kwa introduce Abduli yamesemwa mengi, tamnyanyua. Kazito. Unakula nini Abduli? Wewe umeshiba futari. Umeshiba futari. Nafikiri alisema hapa msaidizi wa kituo kwamba kuna mtoto ambaye yupo hapa lakini amepotea, afahamiki wazazi wake, na kama unavyomuona ni mtoto ambaye hawezi kujielezea sana, labda ukamuelewa.
Kwa hiyo kwa ambao wanatazama video hizi labda wanaweza kumtambua au kumjua, basi mawasiliano yatatolewa hapa, au wasiliane na Takito, wafike hapa kwenye kituo ili wafanye utambuzi na wafanye taratibu za kuona ni namna gani wanaweza kumsaidia au sasa kwa ambao mnaangalia namba za simu ziko chini hapo kwa ajili ya kumchangia, kwa ajili ya kupata msaada yeye kwa wazazi wake kumfahamu. Kwa hiyo namba ziko chini hapo, tutazichukua hapa, tutaweka hapo chini kwenye video. Ndio. Nafikiri pia amesema mengi sana kwa viongozi wetu ambao wametoka kuongea hapa na watu tofauti wengine wametoka kuzungumza, watakuwa na mengi sana, lakini mimi ningependa tu kusisitiza mambo matatu ambayo yamesemwa hapa. Jambo la kwanza, wamesema hawana kodi na mwezi wa 12 ndio mwisho. Umeelewa? Sisi wengine tunawezekana tusiwe na pesa za kulipa kodi, lakini tunaweza tukawa ma-influencer wazuri wa kufanya watu waje hapa kulipa kodi, kama alivyotangulia kusema ndugu yangu hapa. Atachukua namba na kwenda kuwashawishi baadhi ya watu ili waje wafanyaje, wasaidie. Hilo nadhani watu wote ni jukumu letu, tulibebeni. Lakini kingine tunafahamu kwa kutokuwa na wazazi, mimi na wazazi wangu wote wawili, lakini naweza kuimagine ni namna gani watu ambao hawana wazazi wanavoishi au wanavotamani kuishi kama sisi wengine tulivyo. Kwa hiyo tulibebeni ili as familia, kama ndugu, kama wenzetu wanavyosema, litakuwa ni jambo jema. Na kingine Sheikh alitangulia kusema kwamba mtu ambaye atasaidia mayatima, hata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema atakuwa naye pamoja peponi. Kwa hiyo nadhani haya ni maneno mazito sana ambayo yamenenwa labda kwenye vitabu vyetu vya dini, lakini pia yamenenwa na Sheikh hapa kama kumbukumbu za kutukumbusha sisi. Kwa mimi nadhani kwa pamoja tunaombeni tuyazingatie haya. Na alivyosema hapo ndugu yangu Suzi pia anaona amekuwa so emotional mpaka amejisikia kulia. Nadhani ni vitu ambavyo si vitu vya kawaida, yani kuvizoea hivyo, yani sijui tunaelewa. Yani hata mwenyewe kuna muda naongea mpaka ajikuta anapata kigugumizi. Kwa hiyo naombeni tuyazingatie haya ambayo wenzetu wameyatumia. Mmoja kwa sababu tayari kidogo na kuzima. Nataka wewe utoe wito sasa kwa wasanii wa Singeli, kwa maana haya matukio tumeona wao hawafanye. Kitu wewe ndio umekuwa msanii na kwa mara ya kwanza pia ameonyesha kufanya kitu kikubwa. Ukizingatia pia ni msanii ambaye mkubwa kwa namna hiyo, lakini ndio wanatoka chini kwenda juu. Wasanii wakubwa wengi wameshindwa kulifanya hilo. Sisi tunataka uongee kitu kimoja ambacho kitawafikia wasanii wote kwa ujumla kwenye muziki wa Singeli. Okay, mimi kama meneja muziki wa Singeli, kwa niaba ya mameneja wenzangu na wadau wa Singeli, wasanii na watu tofauti waliopo kwenye Singeli, nafikiri hili ni jambo la kijamii, ni jambo la kiimani, ni jambo ambalo limeandikwa kwenye vitabu vyetu vya dini, ni jambo ambalo limeamrishwa pia na Mungu, limesisitizwa. Kwa hiyo sidhani kama ni vyema sana kupuuzia vitu kama hivi. Mimi hii ni mara yangu ya pili kushiriki kwenye jambo kama hili. Nilishiriki mara kwanza kwa Mushizo, alikuwa anaifanya pale Sinza tukiwa na Sheikh Pozeo, na hii ni mara ya pili nashiriki kwa ndugu yangu Takito. Mimi mwenyewe binafsi yangu sijawahi kuwa na kipingamizi chochote ninapoambiwa jambo kama hili, na kwa kuwa nimelifanya tena kwa mara ya pili, lakini la leo limenishika sana kuliko yote, yani so emotional. Mimi mwenyewe naahidi kufanya kitu ambacho, yani naahidi kuwa mmoja kati ya watu ambao wamesukumwa na mimi kuangalia jambo hili kwenye jicho la pili, kama ambavyo mwenzangu amefanyaje, ameliangalia. Kwa hiyo mimi ni wasanii wote wa Singeli. Najua kuna watu wana uwezo, wakina Dula Makabila, wakina Shoro Mwamba, wakina Mushizo washafanya ndio, na wengine wengi, lakini upcoming artist wakina Pateni, Sajenti, ni familia zangu wote nimekaa nao. Najua kwamba wapo watu ambao wana uwezo kutoa 500,000, 300,000, 400,000. Kuna maproducer wakina Good Master, wakina nani, yani tupo wengi sana, wakina manager Kandolo, wakina nani, tupo wengi. EFM Tanzania mkiwa kama kituo chetu, mapresenter Samio Lavu, Freedom Gaigai, tupo wengi sana. Tunaja kumesheniana hapa, lakini tunafahamiana. Lakini pia hata kwenye media nyingine tuna mwenzetu hapa anatuwakilisha Wasafi, pia wana uwezo wa kulibeba hili swala. Hawa ni wamama ambao hata wenyewe wanaishi na watoto wetu, lakini bado pia wanakaa nawaza kwamba mwezi wa 12 ukifika tutafanyaje. Hebu tujaribuni jamani kusaidia kwenye engo hii. Asanteni sana. Okay, tunaendelea, tunafunga sasa kabisa. Kuna jamaa mmoja anaitwa Singeli Trend, huwa hapendi sana kuonekana. Kwa hiyo kani text ananiambia bwana, na mimi hapo ndoewa. Kwa hiyo Singeli Trend, big shout out to you na wengine wote. Na kiujumla
for me kwa upande wa hii situation iliyotokea hapa ya ambao kaelezea kuhusu namna ya kuplay part, na mimi nita play part yangu kubwa na kuhakikisha hata kuwashawishi watu wengine pia tuweze kufanikisha vituo hivi, na tuangalie pia hata vituo vingine tofauti, lakini tuanze na hili liwe mfano na tudili hivyo hivyo. Nashukuru sana kwa wote kwa kuja, tupate dua kutoka kwa mashekhe. Sasa shekhe ule mwingine, ule kule atupigie dua yule. Karibu shehe wangu. Karibu. Hii tumalize tufunge au vipi bwana? Shukrani, tashukuru. Asanteni sana. I really appreciate you guys. Shehe karibu. Mama mlezi huyo katika walezi naona hakuja. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Maili matatu. Kama utashongea sana. Jazakumullahu khair. Nimeona nimshirikishe pia naye angalau mumtambue. Sisi mara ya kwanza sikutaje jina, naitwa Hussein Abdalla Haji, jina ambalo walitambulia jina la wazazi. Jina maarufu naitwa Sheikh Usama, napatikana sana maeneo ya Segerea Tabata. Karibuni sana. Kuna vile jambo la niwataje vile wafungwa wako kule wanahitaji nao angalau vipande vya sabuni. Una shati ambao pengine huivai tena unawaletea na hali kama hiyo. Kwa hivyo nikaona hapa nigusa, sababu ni kituo ambacho mmetukusanyia mambo ya watu ambao wenye shida, hali kama hizo. Nisiongeze muda, tutie Fatha yuko pale bwana. Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati habibi nuri Muhammad al-Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Al-Fatiha. Amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Bismillahir rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. اللهم هدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت تولنا فيمن توليت وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت اللهم اجعلنا من الفائزين ya Rabbi. Tumekusanya na umetukusanya wewe katika jambo kama hili, wajalie ndugu zangu hawa wamefikiria jambo hili, wape nguvu, watumie hapa na vituo vingine vya mayatima na wengine ambao wana shida kama hizi, wajalie wa vijana hawa watembelee. Ya Allah, tunakuomba uwape nguvu, wape uwezo, wape moyo. Tunakuomba ya Allah utuondoshe kila shari, tujalie afya njema, utuondoshe maradhi, utukubalie saumu zetu, utukubalie sala zetu. Tunakuomba, duniani kumejaa vita vingi sana, tunakuomba visitishe vita hivi ya Rabbi. Tujalie nchi yetu pia sitisha vita ya Allah. Tunakuomba amani na salama ya Allah. Jalie khair, tujalie salama, tujalie tumalizie Ramadhani kwa amani na salama. Tujalie sitokee tena yaliyotokea kipindi cha nyuma. Rabbana ghfir hayyina wa mayyitina wa kafir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسبنا الله ونعم الوكيل. Allah jalia amani katika nchi yetu, jalia salama katika nchi yetu, jalia khair katika nchi yetu, tujalie riziki za halali katika maeneo yetu, jalia wepesi wa riziki zetu. Riziki zetu kama ziko mbinguni zishushe, kama ziko ardhini zitowe, kama ziko mbali zikaribishe, kama ziko kidogo ziongeze, kama hazina baraka ingeza baraka ya Allah. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa alaykum salam. Bwana anaitwa Funga Pesa kutoka Tabata. Kaja na buku lake na yeye namuappreciate sana. Funga Pesa natia neno. Unajua? Hata mimi leo nimekutana na Faza. Mimi bwana huyu alikuwa ustazi wangu ndo kanifundisha madrasa. Inshallah leo nimekuja basi kutegemea lakini nimekutana naye katika jambo hili la ndugu zetu. Sisi tumefarijika sana. Mimi natokea Tabata Segerea na huyu ndo shehe wangu nimekutana naye tena hapa. Kwa bwana mimi niseme kitu kimoja kwa wale ambao walojaliwa uwezo, ndugu zetu tusiwasahau, na kipindi hiki ndio kipindi cha kuchuma cha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Kwa mtu kijaliwa chochote, Takito yupo, namba ipo, hata kama uko mbali ukituma at least nao wanapata faraja kwa wewe. Unajua kutoa ni moyo, sio utajiri. Najua kuna watu wana uwezo lakini kutoa ni changamoto, lakini kwa kupitia alichofanya Takito hapa, mimi na imani kwamba mimi namuahidi Takito tutarudi. Sisi kama Tabata family
tutarudi, na mimi nipo hapa kwa niaba ya Tabata family. Kwa hiyo tumeshukuru sana, ndio maana nimetoka Tabata kuja kumuunga mkono huyu bwana, jambo lake liende. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tuendelee kusapotiana jamani. Asanteni. Baba, shukran jazila laka. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, thumma assalamu alaikum. Fike salama mlipotoka. Allah karim. Naombeni jamani, mimi sio tajiri, mimi sio mshehe, mimi ni mwanaharakati kama mlipo nyinyi, na mimi ni mwanamuziki. Hicho ndio kitu cha mbele nilichokiweka. Kama Takito Africa tusapotiane katika mfumo wa kuangalia jamii pia nao inatuhitaji. Sawa bwana, tusio selfish. So according to this, nashukuru kwa watu waliokuja. Asanteni sana. I really appreciate you. Pia ndugu zangu, narudia tena, kama dada zangu wao nimewatoa mbali, wametoka Mikocheni huko. Unajua na wenyewe wameonyesha jinsi gani. Nashukuru sana. Asante pia na wewe, ongera pia.